Jina la Bwana Yesu libarikiwe kanisa. Naomba niseme kidogo juu ya yale mambo 7 unapolisemesha anga lako. Bwana asifiwe. Tusema kwa kuwa wewe kanuni ya uumbaji inakupeleka rohoni, na anga lako linahitaji kuwa na ufuatiliaji wa karibu sana, kwa sababu ndiko yaliko mashindano yako na vita yako. Haleluya. Katika mambo 7 gasema, jambo la kwanza unaangalia ulimwengu wa roho wa anga lako na uamsho na uwepo wa Bwana. Jambo la pili ni uratibu wa miaka uliopewa, kwa sababu inaweza ikaibiwa, inaweza ikakatishwa, inaweza ikapotea. Jambo la tatu, anga lako linahusiana sana na hali yako ya uchumi wako. Na jambo la 4, unaangalia eneo la ufahamu linalohusu maarifa, linalohusu hekima. Jambo la 6 linahusu kusudi, maono na hatima kutimia ndani ya muda kwa ajili ya ushuhuda. Unapofuatilia anga lako, unaweka mkazo katika pointi hizi, kwa sababu hizi ndizo pointi ambazo kwenye mashindano yako ulimwengu wa roho anazifanyia vita. Na jambo la 7, wewe unawekwa chini ya jua kuwa baraka. Unabarikiwa ili uwe baraka. Kwa nataka kulilea anga langu na kuhakikisha kabisa nimechukua umiliki mimi kwenye anga langu, na mifumo yote ya giza, hila za shetani ninadili nazo. Mambo ya kufuatilia ni haya. Cha kwanza, anga lako halipaswi kuwa jangwa, halipaswi kukauka. Linapaswa kuwa na vijito vya maji ya uzima vinabubujika. Wingu la Bwana, uwepo wa Bwana, Roho Mtakatifu kwa wingi, moto kabisa unawaka wakati wote kwenye anga lako, kiasi ambacho falme za giza hata zifanyeje haziwezi kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumezungumza katika mambo haya 7. Tulikaa kidogo kwenye eneo hili la uchumi, kwamba unapofuatilia anga lako kwa jinsi ya roho kwenye eneo la uchumi wako, yani mali zako, fedha zako, kwa sababu kiroho zinatakiwa ziwe zinaongezeka. Sijui kama unajua hii, zinatakiwa ziwe zinaongezeka. Uchumi unatakiwa uwe unaongezeka na kutengeneza ushindi. Mapinduzi ya kiuchumi yanatakiwa yawe yanapanuka katika maisha yako. Lazima uwe na mtazamo huo. Ndio maana nikakwambia, unaposhughulika na anga lako katika eneo hili la uchumi, lazima ujue kwamba kumiliki uchumi mkubwa ni kwako wewe, ni urithi. Nilizungumza juzi, kwako wewe ni miliki unayopewa na Mungu. Kwa hiyo unapofuatilia sasa kwenye anga lako na kuangalia, kwa nini sipati mpenyo mimi? Kwa nini nadumaa? Kwa nini nimeganda mahali? Kuna vita gani? Unapotaka kuipasua hiyo ngome, lazima ujue ya kwamba baraka ya kumiliki uchumi ni miliki ambayo Mungu aliiweka kwenye mikono yako, sio ataiweka. Kuna tofauti kati ya kuja kupewa na uliyepewa. Sisi kiBiblia tulishapewa, ni haki yako kabisa. Bwana asifiwe. Fahari inayohusu uchumi kiBiblia ni urithi wako. Bwana asifiwe. Na ndio maana nikakwambia, sikiliza, lazima ufike mahali unapoona hali ya kudumaa kwenye eneo hilo. Hali ya kudumaa lazima ihojiwe kwa njia ya maombi na kwa mtaka Mungu. Lazima ihojiwe. Hali ya kudumaa kiuchumi lazima ihojiwe. Lazima ihojiwe. Na ni lazima katika maisha ya mtu wa Mungu kuwe na ukuaji. Anapiga hatua, sio ameganda. Nenda miaka nenda rudi, yuko pale pale, kwa sababu ni urithi huo. Ninaelewa kaya ni urithi. Amen. Bwana asifiwe. Na roho ya umaskini inaweza kawa juu ya mtu kwa sababu zifuatazo. Naomba nisikilize. Roho ya umaskini inaweza kuwa kwenye maisha ya mtu kwa sababu zifuatazo. Sababu moja ni sababu ya kihistoria, yani anazaliwa anaikuta hiyo hali, kwanzia anatambaa, ananyonya, anaanza kukua, yuko kwenye hilo anga. Kwa hiyo kwenye fahamu zake na akili zake anazoeshwa kwamba hii ndio standard inayotakiwa. Na umasikini ambao unatokana na historia, kuna namna ya kushughulika nao, kwa sababu huo unakuwa umeshika fahamu za mtu, na huyo mtu hana taarifa nyingine zaidi ya hizo alizozoea kuziona.
hana taarifa zingine. Amen. Amekuwa hapo, anaona nyumba za manyasi, anaona barabara za matope, anaona yani sasa anairithi ile hali kwa sababu ya kihistoria. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umaskini mwingine kwa kweli ni umaskini ambao unafungwa kwenye maisha ya mtu na kwenye anga la mtu. Ni kifungo kabisa. Na unajua umaskini una tabia. Na kumbukeni, mkuu wa anga, wale mnafuatilia hili somo, angalia, mkuu wa anga pia anaweza kuipanda tabia fulani kwenye maisha ya mtu na kumpa maruerue mtu, na kwamba hii ndio yenyewe anakuuza. Amen. Amen. Kwa mfano, Mithali anasema hivi: apendaye anasa na mvinyo na mafuta, vitu vya mafuta na mvinyo, atakuwa nini? Atakuwa maskini. Kwa hiyo inaumbika tabia ya anasa, ila huyo mtu anaona tu ni starehe, ni kawaida, anapata mshahara, anapata hela, lakini kumbe ni kifungo. Anasema kabisa atakuwa maskini. Ziko tabia zinazoweza zikapandwa ndani ya mtu zikamletea umaskini kabisa, na zinatokea kwenye kifungo chake tu. Naona ni kawaida, ndio mwenendo, lakini huo mfumo anaoenda nao ndio unamfanya awe maskini. Apendaye anasa. Kwa sababu tabia zinaweza zikapandwa. Ndio maana naomba nisikilize, ndio maana kuna tabia za rohoni, kuna tabia za mwilini. Na mnajua tabia za rohoni zinajengwa na tunda la Roho. Kwa nini zinaitwa rohoni? Kwa sababu zinahusiana na anga lako. Wewe ukiona kitu cha kiroho tu kinalenga anga lako, kinalea anga lako, hasa tabia za rohoni. Tunda la Roho ni, na nitakwambia jinsi ambavyo tunda la Roho lina nguvu kutengeneza uchumi wa mtu, na jinsi ambavyo linaweza likapalilia baraka na kuatamia katika eneo hilo. Zinaitwa tabia za rohoni. Una tabia hapa, hebu fungua hii Mithali na igusia tu, alafu tunaenda kuomba kushughulika na anga hapa. Na tunaposhughulika hapa, utaona jambo la pili tutashughulika nalo ni anga linalohusu familia kwa jinsi ya roho. Anga la familia. Sasa hapa tunashughulika na anga lako binafsi. Sasa anga la familia tutalikuta hapa. Amen. Amen. Kuna mambo yake humo mazito, na tutashughulika nalo na kukomaa nalo. Haleluya. Mithali, unaposhughulika, mkuu wa anga anapanda mwenendo. Akishika anga anapanda mwenendo, anakupandia mwenendo. Na ndio maana mimi nimekuja kuona kuna tabia zingine ndani ya mtu zinaambatana na roho kabisa fulani. Sio tabia ya kawaida. Sio tabia ya kawaida, nilikwambia. Amen. Amen. Methali 21, iangalie pale. Na tutakapo kwenye Methali, alafu tunatamani dakika zilizobaki hizi tukalitie jina la Bwana. Methali sura ya 21 mstari wa 17, unauona pale? Unauona jamani? Anasema hivi: mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Hatakuwa tajiri. Amen. Na ndio mimi naona hapa roho ya pombe na nyama choma. Nashinda huko, nalewa, performance, uwezo wa kazi unaharibika. Ni mtu ambaye hawezi kukuza mtaji. Yaani kila ambacho anakipata badala ya kukua kinaishia kwenye anasa. Badala ya kupanuka kinaishia kwenye anasa. Kwa anasema kabisa atakuwa maskini. Ziko tabia kabisa zinazoweza zikaambatanishwa kwa mtu ili awe maskini. Nimeona mimi ya kwamba inaweza ikaanzishwa tabia ndani ya mtu kwa jinsi ya roho. Inaweza kabisa ikaanzishwa tabia ndani ya mtu. Kani tabia, mwenendo. Nilikuwa namsoma mkuu wa anga katika Waefeso. Anasema kwa kufuata mwenendo, kwa kufuata fikra. Hapa anasema Mungu wa dunia hii ameshika fikra. Maana anashika ufahamu, anapanda aina fulani ya tabia, anapanda aina fulani ya mwenendo kwenye maisha ya. Amen. Zinakuwa ni tabia kama hii hapa. Lakini Mithali hiyo unayoiona 20, sura ya 20 mstari wa 13, na Mungu akusaidia sana, unajichambua pia. Hivi tabia yangu ikoje katika kumiliki uchumi? Mwenendo wangu ukoje? Nikoje mimi? Nina tabia gani? Mstari wa 13 Mithali 20 anasema hivi: usipende usingizi, usije ukawa maskini. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Usipende usingizi. Hizi ni tabia, mwenendo. Unakuta tu yani wewe ni mchovu wakati wote, muda mwingi unataka tu kulala. Uko kazini unataka kulala, kidogo tu usingizi, kidogo tu usingizi, nachelewa kuamka, unawahi kulala, kidogo tu unajisikia. Maana usingizi unaambatana na uchovu.
kuna uchovu mwingine ni uvuvio. Mwelewe, kuna uchovu mwingine ni uvuvio. Anasema hapa usipende usingizi usije ukawa maskini. Anakupa dondoo za tabia mbalimbali, na Biblia inaposema hivi vitu vina madhara, ni kweli vinamzuru mtu kabisa. Usipende usingizi usije ukawa maskini. Sura ya 24. Amen. Mithali hiyo sura ya 24 iangalie. Unaona kama usingizi hauleti madhara, kibibilia unaleta madhara. Sasa anasema usipende usingizi wewe usije ukawa maskini. Usipende anasa, utakuwa maskini. Hivi vyote anazungumza tabia ambazo zinaweza zikaleta umaskini kwenye maisha ya mtu. Sura ya 24 mstari wa 30 anasema hivi. Uangalie pale. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Anasema nalipita karibu na shamba la mvivu. Siangalie hizo zote. Nalipita karibu na shamba la mvivu. Kuna uvivu ambao unapandwa kabisa, linakuwa ni tabia. Kuna usingizi unaopandwa unakuwa ni tabia. Anasema nalipita karibu na shamba la mvivu, na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili. Ni shamba la mtu. Sasa hapa anazungumza uwanja wako unaotakiwa ukuze uchumi. Anazungumza hapa uwanja wako. Kila mtu hapa ana uwanja wake. Unao uwanja wako, rafiki yangu, unao. Daktari uko hapa, profesa, unao uwanja wako, una shamba lako. Kila mtu na shamba lako lipo. Kwa sababu hii ni lugha tu anakufundisha, ni lugha ya nini, lakini anataka kukwambia hivi. Anapita katika shamba la mvivu. Huyu maana yake anazo kazi za mikono. Na watakatifu, msifanye mchezo na kazi zenu za mikono. Ndio maana kazi zako za mikono zimetamkiwa neno na Mungu. Atabariki kazi za mikono yako, atabariki. Kuna tamko, kuna unabii kwenye kazi za mikono yako, kwa ajili ya kupanuka, kwa ajili ya kukua, kwa ajili ya kuongezeka, kwa ajili ya kuvuka mipaka. Tabariki kazi, au ndio shamba lako. Lakini anasema haya, nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limefanya nini? Limemea miba. Uso wake ulifunikwa kwa viwavi, na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, naliona nikapata, anasema huyu, nikapata mafundisho. Bado kulala kidogo, sinzia kidogo, na bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Lakini unaona pale anasema kinachosababisha hiyo ni uvivu, usingizi, apendaye anasa. Kwa sababu nisikilize, kwa sababu hivi vitu unaona vitu hata kwenye makazi humu, wanaona kabisa huyu alitakiwa apande cheo, awe mtu mkubwa na mshahara uongezeke. Alikuwa anapata milioni 2, sasa anatakiwa apewe kwa sababu amethibitisha ushuhuda mzuri kwa tabia. Unaona, amethibitisha ushuhuda mzuri kwa nini? Kwa tabia na mwenendo. Kwa sababu vinavyomfanya mtu pia apate kibali ni tabia na mwenendo. Kinachofanya mtu aambiwe, bwana, tumekupa barua hii hapa, unapanda cheo. Tumekupa barua hii hapa, ulikuwa unapokea mshahara milioni 1, sasa itakuwa milioni 4. Unaona kwamba ule uchumi unafanya nini? Unaongezeka. Lakini kuna uchumi unaopotea katika maisha ya mtu kwa sababu ya tabia fulani ambazo zina mnyima kibali na hazimpi fursa ya kupata mpenyo wa kukua. Kwani anayelala mvivu anajulikana hajulikani? Niwaulize, mvivu anajulikana hajulikani? Anaonekana haonekani? Anajadiliwa hajadiliwi? Anajadiliwa, iwe kwenye ofisi, iwe kwenye kana. Hata anayesinzia anajulikana. Unasinziaje wakati wa mavuno? Anasema pendaye usingizi atakuwa maskini. Unaziona ziko tabia kabisa ambazo zinatengeneza umaskini kwenye maisha ya mtu. Bwana tusaidie. Mithali sura ya 6 mstari wa 6. Tunakagua anga la mtu hapa. Haleluya jamani, haleluya. Kanisa, anga la mtu na uchumi wake. Uchumi ni urithi, usifanye mchezo. Ni urithi, unapoudai na kuambia ni urithi, na ukielewa kitu Mungu atakusaidia. Mithali 6:6 anasema hivi, ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye
hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama nini? Kama mtu mwenye silaha. Muende chuku. Angalia, anasema kuna hekima fulani ambayo mvivu anaikosa. Sasa kuna uvivu mwingine, sio roho ya kawaida, ni uvivu ambao unaambatanishwa kwa mtu ili awe maskini. Anasema mkono wa mwenye bidii utatawala, mawazo ya mwenye bidii yatatawala. Ndio Biblia inasema hivyo. Mithali 21 mstari wa 25. Maonyo mazuri haya. Haleluya. Anasema matakwa yake mtu mvivu humfisha, kwa maana mikono yake ufanya nini? Ukataa kufanya kazi. Wewe uangalie huu mkazo, ni wa muhimu sana. Mikono yake ukataa kufanya nini? Kufanya kazi. Ni tabia, na hata akifanya sio katika ubora, hata akifanya sio katika ufanisi unaotakiwa, sio katika ushuda unaovuta kibali. Na mara nyingi sana mvivu akikemewa anaona anaonewa, akikemewa na bosi anaona anaonewa, hataki maonyo. Ni roho maskini jeuri. Jamani, amina. Ndio maana unaona nimekuambia ziko tabia. Ndio maana kuna tabia ya tunda la Roho, tabia za rohoni, kuna tabia za mwili. Kwa mfano, ukiangalia tunda la Roho ukiwa nalo vizuri, linapalilia uchumi, linakwambia habari ya amani, linakwambia habari ya furaha, linakwambia habari ya uaminifu, linakwambia habari ya utu wema, linakwambia habari ya uvumilivu. Ni tabia hizo. Kuna mtu anapoteza mtiririko wa uchumi kwa sababu ya kukosa uvumilivu kabisa. Kwa kukosa tu uvumilivu, amepiga hatua ile, ndio sasa umefika wakati wa kutoboa, anakata tamaa kwa sababu ya tabia. Kwa hiyo usisahau vitu vinavyohusu tabia kwenye uchumi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na kuna roho ya hofu. Unaiona hiyo roho ya nini? Ya hofu. Nisikilizeni, ndio maana hakuna mtu alipata mpenyo katika uchumi na roho ya hofu. Hayupo. Ndio maana Mungu alimwambia Joshua, sikiliza, kanuni ya kumiliki ni kuvaa roho ya ujasiri na ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hiyo baraka utaichukua, utaimiliki hiyo nchi, na baraka zilizomo mtaimiliki. Lakini kanuni, uwe hodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Anazungumza tabia na mwenendo. Kuna vitu vidogo sana, kuna vingine ni tabia za muda mrefu zinazomshika mtu, na anakuwa maskini mpaka anazeka. Anakuwa maskini, anapeperusha baraka, anakuwa na tabia za kupeperusha baraka. Yani zitakuja zinapeperuka, zitakuja zinapeperuka. Anashindwa kuvumilia. Wakimkemea kidogo, akipata jaribu kidogo, akipata vikwazo kidogo, yani yeye kwa mfano tunaweza kuna kitu nilikuwa nafundisha kuhusu, nilikuwa naita ajira mbegu. Tunaweza tukawa tunaomba hapa, fungua milango ya uchumi, fungua milango, Bwana ingilia kati, onekana. Unasikia tu unapigwa simu, kuna kazi mahali. Kumbe ile kazi inakuja ndani yake ni majibu ya nini? Ya maombi. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Unapewa. Tuko hapa, naambia Bwana, naomba hii ghorofa isimame toka chini mpaka juu. Chimba, anza hapa shughuli. Kumbe ni majibu ya maombi. Sasa Mungu, uchumi wangu. Kumbe Mungu anaweza kaanza kukupa kazi hii moja, na kazi ile kumbe ndani yake ndio itakayolipua kazi nyingi mpaka kupata kibali kwako na kufahamika na kujulikana. Naita ajira mbegu. Sasa wewe unapewa mara simenti hujaweka vizuri, kumbe ilikuwa ni ajira mbegu na ni majibu kutoka kwa Bwana. Mara huko saiti unakuja saa 5 saa ngapi, na umefika unaongea na simu. Yani hauwatabika kidogo tu unaongea naongea na simu na nini. Sasa mwenye saiti anakuangalia behavior this guy, nimempa kazi mtu gani? Unapoteza kibali. Kumbe ilikuwa ni ajira mbegu naita. Kumbe ilikuwa ukifanya vizuri na kuitimiza na kwa uaminifu, penye chenji unarudisha. Boss, ulinia mifuko 20 imezidi. Imezidi. Okay. Nimekuambia tunda la Roho. Na sasa hivi katika mambo mbalimbali, iwe ajira binafsi, iwe biashara, tunda la Roho. Mtu mwenye tunda la Roho anapasua. Anafanya nini? Anahitajika, anagombaniwa. Hivi mnanielewa?
Mungu anakuunganisha. Sasa nifungulie milango, unapewa kitu fulani, mazingira fulani, Bwana hebu shughulikia hiki. Unailipua, unaikanyaga kanyaga, yani unaivunja vunja, na aliyekupa na huzunika. Yani Bwana Yesu asifiwe. Kumbe litakiwa aisee, hii nyumba rangi hii nani amekupakia? Ngoja nikupe namba yake. Unaona, yani huyu ngoja nikupe nini, namba yake. Unapigiwa simu nakuta inaongezeka, na wewe unasema Bwana, nimepigiwa simu na mtu fulani amenipa namba yako, nimeona kazi ulioifanya, naomba njoo uangalie na mimi site yangu inaendaje na unaweza ukafanyaje. Unaenda pale tena unakuta na huyu tena anamwambia mwingine kwa habari ya jina lako. Ndio ile anasema nitalikuza jina lako, utakuwa baraka. Hata majina ya biashara zetu huwa yanakuzwa na Bwana, sio jina tu, hata jina la kazi, jina la kampuni, jina la nini. Sasa nitakukuza, sijui naeleweka. Ziko tabia. Kwa hiyo mwe makini watakatifu, na nataka niwaambie roho ya kudumaa katika uchumi lazima ihojiwe. Nakwambia usiichukulie poa, usiichukulie poa kabisa. Tuko kwenye maombi, lazima neema na ije kwa upya kwenye maisha yako, kwenye eneo hilo. Lazima Bwana kutengeneze tayari ni mtu unayekuwa na kupanuka na kufunguka katika eneo hilo. Sijui naeleweka jamani, watu wa Mungu? Haleluya, watu wa Mungu, haleluya, haleluya. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Hadi vizuri unavyoshughulikia hii. Kuna vitu vingine ni tabia ya muda mrefu, unaiona kama sawa si sawa, na hasa unapokaa kwenye anga ambalo limetabiriwa umaskini kwa muda mrefu. Uwe makini kupata mpenyo kwenye anga ambalo limetabiriwa muda mrefu kwamba ni anga la watu maskini. Unatakiwa uwe makini hapo. Bwana asifiwe. Lakini nataka kukwambia hekima ya kumiliki lazima iwe juu yako, na Mungu akufungue tunapoendelea na maombi. Mungu akague ufahamu wako. Mungu aondoe tabia za kila namna zilizochangia kudumaza uchumi, zikamulikwe kwa njia ya maombi hapa. Roho ya hofu. Amen, amen, amen. Na kuna jicho la rohoni. Unajua kuna jicho la rohoni unaweza ukaonalo ukaziona baraka. Naomba hilo jicho liwe pamoja na wewe, liwe pamoja na wewe unapofukuzia mambo yako, liwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Angalia Waefeso anachosema. Angalia nafasi ulionayo kwenye anga lako. Naomba sasa tunaenda kuomba, lakini naomba nilete hivi, niseme hivi. Angalia Biblia jinsi inavyoifunua nafasi yako wewe ya anga lako, ulimwengu wa roho. Nafasi, kitabu cha Waefeso. Namaliza na msingi huu alafu tunaenda kuomba. Angalia nafasi ambayo Biblia inaeleza unayo kwa jinsi ya roho unapolilea anga lako. Kwa sababu nakwambia hivi, maadui walio kwenye anga lako ni wabaya kuliko walio katika mwili. Ni wabaya. Vifungo vinavyofungwa kwenye anga lako, achana navyo, usifanye mchezo navyo, acha kabisa. Ndiko zinakosimama roho zinazoweza kumshika mtu na kuendesha maisha yake na kutengeneza vifungo na kutengeneza mashindano juu yake, wala sio katika mwili. Umetolewa huko, Biblia imesema wala sio katika mwili. Waefeso sura ya 1, angalia msingi huu na uwe na ujasiri tu. Angalia nafasi. Biblia inaeleza nafasi ulionayo katika anga lako. Unayo nafasi. Kuna nafasi fulani ambayo Mungu anaisisitiza ya kwamba ni ya kwako. Angalia hii kitu hapa. Anasema hivi, Waefeso sura ya 1, iangalie vizuri. Waiangalie tu. Waefeso sura ya 1 na ule mstari wa 3. Anasemaje Biblia yako? Anasema hivi, atukuzwe Mungu. Sawa, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki. Unaziona baraka hapo au uzioni? Jamani, unaziona baraka hapo? Unaziona baraka hapo? Biblia yako inaziona baraka hapo? Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Angalia hiyo kitu, kwa baraka zote za rohoni. Wapi? Katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Angalia mifumo ya kubarikiwa ilipo kwenye maisha yako. Angalia msingi huu
Angalia mifumo ya kumiliki, angalia mifumo ya kubarikiwa. Unaona kabisa inatajwa kutokea eneo fulani, inatajwa kutokea rohoni. Baraka zote za rohoni. Wapi? Ulimwengu wa roho. wa Korintho kuna hekima pale, anasema hivi: mambo ya rohoni yafafanuliwa na yafahamika kwa jinsi ya roho, na sisi tumepewa roho ili tuyajue tuliokirimiwa. Kukirimiwa nini? Manake ni zile baraka ambazo Mungu ameziachia kwenye maisha yako. Tujue tuliokirimiwa na Mungu. Ni muhimu sana, usipuuzie hii kitu. Baraka zako zinatajwa kabisa hapa, anasema zipo. Jamani, za uhakika, ni za rohoni. Ulimwengu wa roho. Utabarikiwa, utapenya na kupenya na kupenya na kupenya na kushinda viambaza kabisa. Waombaji, haleluya! Waombaji, haleluya! Ule mstari, sura hiyo ya kwanza mstari wa 20, angalia hekima anayotusaidia pale. Waefeso sura hiyo. Haleluya, haleluya! Unafuatilia anga lako, lazima ujue. Anasema hivi, ule mstari wa 20 anasema hivi, sura ya kwanza anasema, aliyeutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Amen. Wapi? Katika ulimwengu wa roho. Angalia, kuna kiti ulimwengu wa roho, kuna kiti mkono wa kuume ulimwengu wa roho. Nani ameketi? Anatuambia hapa, ameketi Kristo. Na unajua Kristo anaketi popote alipoketi, anaketi pamoja na wewe. Sijui unajua hiyo? Anaketi pamoja na wewe. Ndio maana kwenye anga lako lazima uwe juu. Ndio maana kwenye anga lako lazima umiliki. Ndio maana kwenye anga lako lazima upate mpenyo. Ndio maana kwenye anga lako lazima uchukue umiliki. Ndio maana kwenye anga lako lazima umiliki na utawale wewe. Angalia nafasi ulionayo katika ulimwengu wa roho. Anaendelea haya maandiko, angalia ya kusaidie. Anasemaje? Anasema juu sana kuliko ufalume. Hapa sasa tunazungumza wakuu wa anga wote, miungu yote. Unaelewa hapa? Anasema ni juu sana kuliko ufalume, kuliko ufalume wote, na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Kanisa ni wewe. Unaangalia jinsi ambavyo unatajwa hapa, lakini unaangalia nafasi yako ulimwengu wa roho. Unaiona kabisa ni nafasi uliopewa ndani ya Kristo. Inapita mamlaka, inapita falume. Biblia inasema ni juu sana, ni juu sana kuliko falume, juu sana kuliko sultani. Unapofuatilia anga lako lazima ujue sana nafasi hizi. Iangalie hii, nataka kumshusha huyu mfalume kwenye anga langu. Na angalia Biblia inasema nini kuhusu nafasi yangu ulimwengu wa roho. Inaniambia kabisa Yesu ameketi juu sana kwa ajili yangu ulimwengu wa roho. Na nilikwambia wanaoshindana na wewe kwenye maisha ya watu kwa jinsi ya anga za rohoni, Biblia inawataja kwa vyeo. Biblia inawataja kwa nini? Kwa vyeo. Inawataja kwa vyeo. Yesu mwenyewe anawataja kwa vyeo. Anasema Mungu wa dunia hii, anasema wakuu wa anga, anasema falume, majeshi ya pepo wabaya. Wapi? Ulimwengu wa roho. Sasa kwenye hilo eneo la anga ndiko ambako kuna mashindano yako. Wanatajwa kweli na vyeo vyao, lakini unaona hapa kuna nafasi kubwa inayothibitishwa kwenye maisha yako ya kwamba hao wewe umewapita sana. Wewe uko juu sana ndani ya Kristo, uko juu sana. Maana yake nini? Hawapaswi kumiliki anga lako, hawapaswi kulichezea, hawapaswi kuliendesha, hawapaswi kuligusa, hawapaswi kupanda chochote kwenye anga lako. Iangalia nafasi, wanatajwa kwa vyeo. Na ndio hapo watakatifu kama mimi kwenye anga langu Biblia inanifunulia kabisa. Inasema angalia vyeo hivi vinatajwa. Anasema wakuu wa giza, anasema Mungu wa dunia hii, mkuu wa anga. Angalia hizo title: falume, sultani, wa mkuu, mamlaka. Unaziona hizo? Wanatajwa kwa vyeo. Ni roho zenye utendaji.
zikikaa kwenye maisha ya mtu, kumbe zinaweza kummiliki. Zikishika anga la mtu, zinaweza kutawala mwenendo wa maisha, zinaweza kufunga milango, zinaweza kupoteza baraka, zinaweza kumfanya huyo mtu akawa mateka. Vizuri tu, vizuri tu. Na Yesu naye anaposhughulikia mpenyo wa maisha yako, anawaendea hapo hapo kwenye anga lako, anawaendea hapo hapo. Si ndipo wanaposhinda? Si ndio mitaa yao? Si ndio mitaa yao? Anaenda hapo hapo Yesu, anabadilisha upepo. Kwa hiyo angalia hii nafasi kanisa, angalia hii nafasi. Lazima uwe mbali unapodili na mambo ya anga. Nimekwambia ni mambo ya mashindano, na Mungu ananifunulia hapa, ananionyesha ya kwamba kwa ajili ya kanisa Yesu kuna kitu amefanya. Anasema yeye yuko juu sana kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo ni kweli, miungu si kitu kwenye anga. Miungu si kitu kwenye anga lako. Madhabahu za kuzimu si kitu, maagano ya kuzimu si kitu. Haleluya. Watahojiwa na watakimbia, watahojiwa na watakimbia, watahojiwa na watakimbia, watahajiwa na wataachia, watahojiwa na watatekwa mateka. Unayo hiyo nafasi. Lea anga lako, liletu, lifuatilie tu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Tusichezeane, tusipotezeane muda. Nitafuatilia anga langu, nitalipalilia anga langu. Kwa kweli halitakuwa jangwa tena katika jina la Yesu. Halitakuwa jangwa, halitakauka. Haleluya jamani, haleluya, haleluya. Mshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Nafasi. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 unasema hivi: akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa nini? Wa roho, katika Kristo Yesu. Anamtaja huyu, anasema kwenye vile viwango alivyoketi, na wewe umo. Amekubeba kwa damu ya thamani, umo na wewe umo. Unapolipalilia anga lako, lipalilie kwa mamlaka, lifuatilie kwa mamlaka kabisa, na utaona vitu vinatokea, kwa sababu nafasi hiyo umepewa. Umepewa. Wataojiwa. Mizizi iliyowekwa itang'olewa, tabia zilizowekwa zitang'olewa, vifungo vilivyowekwa vitaondoka, kwa sababu nafasi ulionayo inafunuliwa kwa jinsi ya roho. Ni kubwa mno kuliko miungu, ni kubwa mno kuliko madhabahu za kuzimu, ni kubwa. Akatuketisha pamoja na Kristo. Wapi? Ulimwengu wa roho. Lilea anga lako, na kwambia kwenye maombi haya awamu. Na kabla hatujaanza kushughulika na anga la familia, tunaianza hiyo Jumatatu, anga la familia. Usikose hapa kwenye maombi anga. Njoo usikie anga la familia, namna linavyotakiwa lilelewe, namna linavyotakiwa lipate mpenyo, namna linavyotakiwa libadilishwe, namna linavyotakiwa lipate mpenyo kabisa kwa muombaji. Akatufufua, akatuketisha. Waefeso 3 anasema vizuri, anatusaidia pale. Anasema hivi: ili kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ipate kujulikana na falume na mamlaka. Na wataja kwa vyeo. Wapi? Ulimwengu wa roho. Unajua, ukiambiwa hii roho ni mamlaka, maana yake inashika anga la mtu. Ukiambiwa huyu ni mfalume, anamiliki anga za watu. Ni muhimu sana uelewe hiyo. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya jamani, haleluya, haleluya. Ndio maana Danieli alipoletwa kwa mfalume, ukiri unatoka. Anasema akawapita waganga. Mara ngapi? Alikuwa bora zaidi. Maana yake yuko juu zaidi ya miungu, yuko juu zaidi ya miungu, juu tu vizuri. Lakini Biblia inapotaja maadui zako kwa vyeo, kwa title, mkuu, sultani, falume, mamlaka, unafikiri nashika miti? Ni watu na anga zao. Mkuu, Mungu wa dunia hii. Ukiona yeye anaitwa, ujue yuko hapo kwenye monitoring, in the spiritual realm. Unataka kumiliki, lazima ushughulike naye, umshikishe adabu. Unataka kupenya, mshikishe adabu. Unataka kufunguliwa, mshikishe adabu. Utaiona baraka yako, utaiona baraka yako. Kwa hiyo mashindano yako na matokeo ya maisha yako, asilimia maisha yako ya mwilini ni taarifa ya yanayoendelea kwenye anga lako. Hiyo ni taarifa, nini kinaendelea. Na kuna vitu unavyovitazama kwa jinsi ya mwili vinakusumbua sana.
na hata uvielewe misingi yake ni nini. Mimi nasema vinatokea kwenye anga lako, wala usipate shida. Na hatuna utaratibu wa kusemesha anga, hatuna hiyo hekima. Kama mwamwagiliaye bustani, ndivyo anga lako linatakiwa. Kama anayefuatilia bustani yake kila siku, nataka kulisemesha anga langu, nataka kulibariki, nataka kulimonitor. Ukimkuta mtu amekaa kwenye madhabahu ya kuzimu anamloga mtu, maana yake anasema na anga lake. Anasema na nini? Na anga lake. Zile roho zinanyanyuka, zinaenda kwenye anga la mhusika pale, zinachukua utawala. Kwa jinsi ya mwili unaona matokeo tu ya kinachoendelea. Nasema na anga lake, ndoa yake kaanguka, kachana na mume wake, usizae, usiolewe, na maskini, kuwe na ugomvi siku zote za maisha yake, kusiwe na furaha. Nasema na anga lako. Zinasema na anga lako. Zile roho zinatembea, basi zinaanza utendaji, zinachukua umiliki. Matokeo unayaona kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo ndio maana tukasema unapofuatilia anga lako, mambo ni 7 nimekutajia hapa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana asifiwe, kwenye anga lako inaweza kawekwa alama kabisa na adui, alama maalum, akaipanda, akapiga mihuri hapo, akaweka mipaka hapo, akaweka ngome hapo. Inasemwa ngome katika kitabu cha Wakorintho, anasema tukiangusha fikra zilizoinuka na ngome. Ngome unajua maana yake? Ngome maana yake ni kitu kinachopandwa mahali kwa lengo la kumiliki muda mrefu, kisiondolewe haraka. Kuna umasikini mwingine ni vifungo, magonjwa mengine ni vifungo kabisa, vifungo kabisa kabisa, vinaratibiwa. Kuna mapito mengine ni uratibu wa anga. Sasa lazima ujue kusoma, lazima ujue kuisoma hiyo, lazima ujue kuisoma hiyo na kuikataa na kuipinga na kuivunja na kuchukua umiliki sawa sawa na neno la Bwana. Anasema katika Wakorintho, anasema hivi kabisa, katika Waefeso anasema wazi kabisa, anasema katika ulimwengu wa roho hekima ya Mungu iliyo namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka. Hizo mamlaka zinamtawalaga nani? Hizo falme zinamtawalaga nani? Ukisikia mfalme maana yake anamiliki. Ukisikia mamlaka maana yake ameshika kitu, hakinyanyuki. Ni mamlaka iko hapo, inaitwa mamlaka, zinaitwa falme, zinaitwa falme. Na Yesu naye anakuja na majibu. Anasema hizo falme zimepitwa sana, yeye yuko juu sana, ameketi kwenye kiti, anamiliki, anatawala. Na ukiona Yesu anatawala, maana yake kwenye hiyo nafasi na we umo, na we umo. Ukiona Yesu anamiliki, na we umo. Ukiona Yesu ameshinda, na we umo. Ukiona Yesu ana nguvu, na we umo. Ukiona Yesu ana hekima ya namna nyingi, na we umo. Kwa unapofanya mashindano, ielewe hekima hii. Haleluya, ielewe hekima hii. Ielewe chochote kilichozuiwa na mamlaka fulani kwenye maisha yako na kikachelewa na kikaleta usumbufu, ndipo kwenye maombi haya tunapasua hicho kitu, tunakipasua hicho kitu hicho, tunakipasua. Tunasema na huyo roho huyo, tunasema naye, anasikia kabisa kwamba hawa watu safari hii wamekasirika, safari hii wana maarifa ya ajabu. Tunapasua hiyo na itafanyika nafasi, na utatokea muujiza hapo, yatatokea majibu hapo, yatatokea mabadiliko hapo, utatokea muujiza hapo kabisa. Wamekaa kwa muda mrefu, wataondoka. Wamejichimbia, wataondoka. Wamezuia, wataondoka. Wamemiliki, wataondoka. Wameweka mizizi, inaondoka, inaondoka, inaondoka. Na maombi haya ni maombi ambayo kwenye anga lako yanazalisha historia mpya, yanazalisha historia mpya, yanazalisha tabia mpya, yanazalisha ufahamu mpya, yanazalisha mwelekeo mpya, yanazalisha utukufu mpya, yanazalisha. Maombi haya kwenye anga lako nafungua historia isiyo ya kawaida, na ifungua historia ya umasikini na isusha, historia ya roho ya hofu na isusha, na zalisha historia mpya. Anga la mtu linaweza likawa na matamko mengi sana, matamko ya kila namna. Tunayafuta hapa, tunayafuta
tunayafuta. Nini kilitamkiwa anga lako tunakifuta, kilicho na madhara tunakifuta katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hebu nyosha mkono, sema Bwana, utukufu wako unashuka kwenye anga langu. Nyosha mkono, utukufu wako ninauona kwenye anga langu, ninauona kwenye anga langu, ninayaona majibu kwenye anga langu, ninayaona majibu. Piga kelele, ninayaona majibu, ninayaona majibu. Kuna mambo nimejiuliza muda mrefu, lakini sasa unanisaidia, ninayaona majibu. Piga kelele, ninayaona majibu, nayaona majibu. Ninamuona Yesu wazi wazi kwenye anga langu, ninamuona Yesu, ninamuona Yesu, ninamuona Yesu, ninamuona Yesu, ninamuona Yesu. Tazama, maagano yao yamevunjika. Tazama, ila zao zimeondolewa. Tazama, ila zao zimeondolewa. Tazama, ila zao zimeondolewa. Ninaitunza miaka yangu kwenye anga langu katika jina la Yesu. Ninatunza uchumi wangu, utapanuka, hautadumaa katika jina la Yesu. Ninamuona Yesu, ninamuona Yesu. Nitazama matunda, mimi nitazama matunda. Anga langu litazama matunda, litakuwa na matokeo, litakuwa na matokeo, litakuwa na matokeo, litakuwa na matokeo. Toka sasa ninapoendelea na maombi, litakuwa na matokeo, litakuwa na matokeo, litakuwa na matokeo. Na kushangilia Bwana, litakuwa na matokeo. Na